Leo nakuletea dawa hii utaitumia kama dharura katika shamba lako la kuku. Mara nyingi nimekuwa nikitumia dawa hii kwa kuku wakubwa ambao wamezidiwa na magonjwa mbalimbali. Dawa hii imenishangaza kwa sababu mara nyingi kuku ambao walikuwa wakiugua na kufikia hatua mbaya zaidi na hatimaye kufa kutokana na kukosa kwa dawa ambayo inaweza kufiti kutokana na kuzidiwa kwa hao kuku. Lakini kutokana na dawa hii nimefanya mara kadhaa kwa kuku wenye changamoto kama hiyo, lakini kuku hao wakapona. Mara ya kwanza ni kuku wangu walivamiwa na kideri. Kuna kuku wakubwa ambao walivamiwa na kideri. Kuku hawa nilikuwa nimewachanja, lakini baadhi yao hawakutengeneza kinga imara kupambana na virusi wa ugonjwa wa kideri. Hivyo kuna kuku baadhi walishikwa na ugonjwa katika kipindi hicho cha mlipuko wa ugonjwa wa kideri. Nilijaribu kutumia dawa mbalimbali kwa ajili ya kupambana na ugonjwa huo, lakini bahati mbaya kuku mmoja alikufa, wakabaki kuku 4 ambao niliwatenga, na hivyo nilijaribu kubadilisha dawa kwa ajili ya kutibu hawa kuku. Nimepitia idea mbalimbali na kufuatilia zaidi. Nikaenda katika maduka ya mifugo na kuchukua dawa hii. Hivyo nikawapa hawa kuku waliobaki ambao walikuwa wameshikwa na ugonjwa wa kideri. Niliwapa hiyo dawa na bahati nzuri wote walipona. Siku ya kwanza waliendelea vizuri, siku ya pili wengine walikuwa hawajarecover vizuri, lakini siku ya 3 na ya 4 kuku walichangamka na kutafuta chakula wenyewe, na hivyo wakaenda wakapona kabisa ugonjwa huo. Hivyo nikagundua kwamba dawa hii inaweza kuwa ni dawa nzuri zaidi kwa kuokoa kuku waliozidiwa. Hivyo nimeifanya kuwa ni dawa ya dharura katika shamba langu la kuku. Muda kadhaa ulipita, baadaye kuna kuku mmoja tena akawa anaumwa. Kuku nilipomchunguza alikuwa amezidiwa, alikuwa hana uwezo wa kula chakula, na pia alikuwa akiharisha. Na alikuwa na mafua, na ugonjwa wa mafua makali. Na kwa kuwa nimeshagundua hii dawa kwamba inaweza kaokoa kuku, nilichukua dawa hii nikamnywesha huyo kuku, na baadaye siku moja baadaye kuku alichangamka na akapona. Nikaendelea kuiamini, lakini pia siku nyingine kuna kuku alikuwa na sinzia, alikuwa na dalili za ugonjwa. Nikachukua dawa hiyo nikampa, baada ya muda mfupi akachangamka. Hivyo nikagundua ya kwamba huenda dawa hii ikawasaidia wafugaji wengine pia, kutokana na kwamba nimeithibitisha ama nimeitumia kwa kuku wangu na imeleta matokeo mazuri. Kaona si vibaya kushare na wafugaji wenzangu, kwa wale ambao wanaweza kupitia changamoto kama hii niliyoipitia mimi, na baadaye nikapata suluhisho la tatizo hilo. Dawa hii inaitwa ni OTC, ambayo OTC hii ni OTC, si ile OTC ya kuku, bali ni OTC ya ng'ombe. OTC hii inatumika kutibia ng'ombe, lakini pia inatumika kutibu wanyama mbalimbali. Wanyama hao ni kama vile farasi, kondoo, mbuzi, nguruwe, mbwa, paka pamoja na kuku. Lakini imezoeleka kwa matumizi ya wanyama wengine hao. Ni mara chache sana kukuta wafugaji wa kuku wanaitumia dawa hii. Lakini sasa leo nitakuonyesha maajabu ya dawa hii
Dawa hii ina uwezo mkubwa sana wa kutibu vimelea vya magonjwa mengi. Dawa hii ambayo ni OTC ni dawa ambayo ni antibiotics ambayo ina uwezo mkubwa wa kuweza kupambana na bakteria wa aina mbalimbali ambao wanaweza kusababisha magonjwa mengi. Inatibu magonjwa mengi. Bakteria ambao wanasababisha magonjwa mengi. Mojawapo ya bakteria hao ni wale bakteria wanaosababisha magonjwa ya mfumo wa upumuaji, lakini pia wanaosababisha magonjwa ya typhoid pamoja na kipindupindu cha kuku. Bakteria ambao wanaweza kusababisha magonjwa kwenye mfumo wa mmeng'enyo wa chakula, lakini pia bakteria wanaweza kusababisha magonjwa kwenye mfumo mbalimbali wa kuku. Lakini pia dawa hii ina uwezo mkubwa sana wa kuweza kupambana na magonjwa ya virusi. Kwa hiyo ndio maana nilipowapa kuku ambao walikuwa na ugonjwa wameshambuliwa na magonjwa ya virusi, iliweza kuwasaidia. Dawa hii ni OTC 10% ya maji, ambayo pia imezoeleka ni kama dawa ya ng'ombe. Matibabu yake ni kama ifuatavyo. Chukua sindano ambayo itatumika kwa ajili ya kuvuta hiyo dawa, na kisha upime kipimo cha cc 1 kwa vifaranga, lakini pia kwa kuku wakubwa pima cc 2 na kisha mnyweshe kuku wako anayeumwa. Mnyweshe kutwa mara 3, yani asubuhi, mchana na jioni kwa muda wa siku 3 mpaka siku 4. Utaona mabadiliko na kuku wako atakuwa ameshapona kabisa. Dawa hii kama nilivyosema hapo awali, ina uwezo mpana wa kutibu magonjwa ya bakteria, lakini pia inasaidia kutibu magonjwa ya virusi.